Nimekuwa nikipata maswali mengi, lakini pia nimekuwa nikiona hoja nyingi zikiuliza kwenye mitandao ya kijamii, kwenye blog mbalimbali, kwa nini mataifa haya ya Israel na Iran yamekuwa na makabiliano ya moja kwa moja. Sasa kwenye hili hoja ziko nyingi ambazo zimechagiza kuwepo na mgogoro huu wa mataifa haya mawili. Sasa leo ningependa tuzungumzie hoja kubwa mbili ambazo huenda zikawa ndo zimebeba taswira nzima ya machafuko haya yanayoendelea kati ya Israel na Iran. Mwenyeji wako ni mimi Hamza Salum, karibu sana. Kama nilivyosema kwamba sababu za mgogoro wa Israel na Iran ziko nyingi, lakini zipo sababu kubwa mbili ambazo huenda ndo zikawa kiini cha mzozo huu. Sababu ya kwanza ni Israel kuchagiza ama kuhanikiza mabadiliko ya kiutawala katika taifa la Iran. Israel amefanya mashambulizi haya ya kwanza ya Juni 13, lengo likiwa kubwa ni kuhanikiza ama kuchagiza kuwepo na mabadiliko ya kiutawala, kwa sababu utawala wa sasa wa Iran ulioko chini ya serikali ya Kiislamu umekuwa ukifotiana na sera Israel. Na ikumbukwe kabla ya mapinduzi yale ya Kiislamu ya mwaka 1979 katika nchi ya Iran na taifa la Israel zilikuwa katika hali nzuri ya kidiplomasia. Lakini baada ya yale mapinduzi hali ilianza kubadilika eneo la Mashariki ya Kati. Iran ilibadili sera, Iran ikabadili mwelekeo wake wa kidiplomasia dhidi ya taifa la Israel. Na hapo ndipo Iran ikaitambua Palestina kama taifa huru na halali kwenye eneo la Mashariki ya Kati, na iliapa kwamba ipo siku itaifuta taifa la Israel kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Sasa rasmi baada ya kuwepo kwa matamko hayo na mabadiliko hayo ya kiutawala ambayo yalikuwa tofauti na kimtazamo na kidiplomasia na taifa la Israel, tayari uhasama ukaanza kuonekana na kuchipua baina ya mataifa haya mawili. Ndipo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alivyoanzisha kampeni ya Rising a Lion. Kampeni hii imebeba lugha ya picha, kwa sababu Rising a Lion kwa Kiswahili kwa maana ya simba anayeinuka. Sasa lugha ya picha iliyopo hapa ni ipi? Kabla ya mapinduzi yale ya Iran ya mwaka 79, kwenye bendera ya taifa la Iran kulikuwa na picha ya simba pamoja na jua likiwa linachomoza. Lakini baada ya mapinduzi kutokea, Iran ilibadili ile picha, ikaondoa picha ya simba kwenye bendera yao ya taifa na ikaleta jina la Allah kwenye bendera ile, katikati ya bendera. Sasa ikiwa na maana ya kwamba imeondoa utawala ule ambao ulikuwa unaendana na matakwa na ukaribu wa mataifa ya magharibi na kuleta utawala mwingine ambao unaleta mabadiliko makubwa, ikiwa kwa maana ya utawala wa dola ya Kiislamu ambao unajibu mahitaji ya wananchi wakati ule ambao pia walianikiza kuwepo kwa mapinduzi hayo. Kwa hivyo sasa baada ya hapo uhasama ukawa umeanza kukua na Israel ikaanzisha kampeni kwa lengo la kuchagiza Ayatollah Khamenei aondoke madarakani, lakini ikibidi pia uongozi ule wa Kiislamu uondoke kabisa na urejee uongozi uliopo hapo awali. Hiyo ilikuwa ni hoja ya msingi ya kwanza. Lakini hoja ya pili ni Israel kutaka kuharibu mpango wa nyuklia wa Iran. Taifa la Iran baada ya mapinduzi yale ilianza kufanya uwekezaji wa moja kwa moja na wa nguvu kwenye eneo la nyuklia, na mkataba wa kwanza wa nyuklia mwaka 2015 ambao uliwakutanisha mataifa yenye nguvu duniani ikiwepo Marekani, Uingereza, Ufaransa, Uchina na Urusi, tayari walikuwa wameanza kuridhia mkataba ule wa nyuklia, kwa maana ya Iran iweze kuanzisha mchakato wake wa urutubishaji wa madini ya uranium. Na wakati ule Iran ilitoa hoja za msingi kwamba madini yale ya uranium yatatumika kwenye huduma za kijamii na si kurutubisha silaha kama ambavyo sasa hivi inatafsirika. Kwa hivyo ule mpango Israel hakupendezwa nao, na hata wakati ule mkataba ule unafikiwa
unafikiwa pale Geneva na mataifa yale makubwa yenye nguvu duniani pamoja na ile tume ya nishati ya atomiki duniani, Israeli haikupendezwa na hatua ile ya kwanza ya kukubali mkataba ule, na alipoingia Rais Donald Trump kwa mara ya kwanza, Benjamin Netanyahu alimshawishi kuiondoa Marekani kwenye makubaliano yale ya awali yaliyofanya na mtangulizi wake wakati ule akiwa Barack Obama, na alifanikiwa. Mwaka 2018 Marekani ikajiondoa kwenye mkataba ule wa nyuklia wa Iran, na ilikuwa ni kwa ushawishi mkubwa wa taifa la Israel. Kwa hiyo Israel kwa kiasi fulani mwaka 2018 ilifanikiwa kuzima zile ndoto za Iran kufanya urutubishaji wa madini ya uranium. Kwa hiyo waliamini kwamba Iran ikiendelea na mpango wake wa nyuklia itakuwa ni kitisho kikubwa kwenye eneo la Mashariki ya Kati, hasa yeye, kwa sababu Iran tayari alikusha hapa kwamba haitambui Israel na ipo siku atakuja kuiangamiza taifa la Israel kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Na ndipo sasa Benjamin Netanyahu Juni 13 akaanzisha kampeni Rising Lion, ikiwa na lengo la kuondoa uongozi uliopo wa sasa wa Iran ambao ni wa serikali ya kidini, kuleta serikali ya kiraia ambao utakuwa na mahusiano mazuri na mataifa magharibi pamoja na Israeli yenyewe kama ilivyokuwa hapo awali kabla ya mapinduzi ya IRGC mwaka 79, lakini pia kuzima ndoto za moja kwa moja za Iran kuweza kumiliki silaha za nyuklia kupitia mpango wake wa nyuklia unaendelea katika maeneo yale ya Natanz, Fordo pamoja na Isfahan. Na ndio maana Benjamin Netanyahu alianzisha kampeni Juni 13 akilenga vituo vya nyuklia vya Iran ambavyo alivishambulia tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Nadhani hapo walau kidogo tutakuwa tumeangazia kwa ufupi, lakini sababu zipo nyingi nyingine, lakini hizi huenda zimebeba hasa taswira ya machafuko ya sasa yanayoendelea eneo la Mashariki ya Kati. Nikushukuru sana kwa muda wako, asante sana.